Ukiachana na kuvunjika kwa ndoa ya Miriam Chirwa, bwana, kuna hili moja zito ambalo limeonekana kuwaumiza watu wengi sana kuhusiana na kile ambacho kimeweza kumtokea Miriam Chirwa. Cha kwanza kabisa tunafahamu anapitia kipindi kigumu, lakini tazama kwanza jinsi ambavyo alikuwa analia. Hiyo ilikuwa ni siku ya send off. Kama sijakosea, ilikuwa ni send off yake na ilikuwa ni muda mchache sana, ama siku 2 au 1 before kufungwa kwa ndoa yake rasmi kabisa. Alafu hilo tukio likaja kutokea. Sasa nataka ni share na wewe hapa moja ya jambo ambalo Miriam Chirwa aliweza kulizungumza, ambalo ndio limeonekana kwa kiasi kikubwa lilimuumiza zaidi, lakini pia limekuja kwa kama mwiba mchungu kwenye hiki ambacho kimeweza kutokea sasa hivi. Tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu ukweli wote juu ya kile ambacho bila shaka hata wewe mwenyewe ukikisikia kitakuumiza kwa namna fulani hivi, kwamba inawezekanaje. Sasa mimi naitwa Gabi Official. Kuna mengi zaidi ambayo mimi nakusogezea hapa kila siku, kwa hiyo ili usiweze kukosa updates kuhusiana na story ambazo zina trend, kuhusiana na watu ambao wanatamani kufahamu story zao, basi hakikisha tu umetumia sekunde moja, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Sasa kama kawaida, licha ya kumuona Miriam Chirwa hapa analia, ni kwamba alikuwa analia kwa sababu tayari alikuwa anafahamu ukweli. Kwa hiyo hata hiyo kitchen party ilifanyika tu, send off ilifanyika, ni kwamba kulikuwa hakuna namna, kwa sababu kwa mujibu wake yeye alisema kwamba ilikuwa ishalipiwa kila kitu tayari. Kwa hiyo alifanya kwa ajili tu ya kuwasatisfy watu kwamba watu walikuwa invited, na mwisho siku kama ange cancel maana yake angewa disappoint na wangepata hasara pia. Ukiachana na hilo, issue kubwa ambayo watu wengi nimeona wanaidiscuss sana na imeonekana kuwaumiza watu wengi sana, ni moja ya kauli kwenye kile ambacho ameweza kukizungumza Miriam Chirwa, ikiwa ni sababu ya ndoa yake kuweza kuvunjika, ambapo kitu kikubwa ni kwamba amesema upande wa mume wake, ambaye alikuwa mume wake mtarajiwa by the way, ni kwamba watu ambao walikuwa wanamdrive aweze kuachana na Miriam Chirwa ni wazazi wake. Yani inasemekana mpaka kufikia hatua kwamba wazazi wake hawakuweza kuattend kwenye event yoyote ile pale ambayo ilikuwa inamhusu yeye pamoja na huyo mume wake. Na alivyojaribu kumuuliza kama kawaida, alisema kwamba eti wako busy sana, lakini inasemekana mama yake na mwanaume ndio aliyekuwa mmoja watu ambao walikuwa wamempa vitisho mwanae. Yani huyo mama wa mwanaume alimpa vitisho mwanae kwamba kama akimuoa Miriam Chirwa basi aweze kutafuta sehemu ya kukaa. Yani kiufupi hataki kumuona huyo mwanamke akija nyumbani kwake. So Miriam akawa amekataliwa kwa namna kama hiyo hapo. Na kumbuka hivyo vitisho vinakuja, ama mambo yalikuja kuwa mabaya zaidi at the time tayari yuko na ujauzito. So hakukuwa na namna ambayo angeweza kufanya, lakini kuhuzunisha zaidi ni kwamba amekubali kwamba atalea mimba peke yake. Anasema nitalea mimba peke yangu kwa sababu ndio hivyo tena, mwenzangu siko naye. Imagine. Hivi cha kujiuliza kitu kimoja, kwamba mama anapataje ujasiri wa kumpangia mwanae? Walipendana wao wakiwa wawili, lakini anatokea from nowhere mama anakuja kusema kwamba eti usimlete huyo mtoto, usimlete huyo mwanamke. So nadhani labda kwenye hii dhambi ambayo ipo sasa hivi, nani ataibeba? Ataibeba mama au ataibeba mwanaume kutokana na kumsikiliza mama yake kwamba ilitakiwa afanye maamuzi yake? Comment yako ni ipi? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe hapa, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo mimi nitakuwa nakusogezea hapa on time kabisa.